Bwana? Ni nani aliye kama wewe Mwokozi? Ni nani aliye kama wewe Mfalme? Ni nani aliye kama wewe Mtakatifu? Litukuzwe jina lako asubuhi ya leo, litukuzwe jina lako asubuhi ya leo, lihimidiwe jina lako asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu tunatangaza unastahili, tunatangaza unastahili Bwana, natangaza unastahili Bwana, natangaza unastahili Bwana, unastahili Mungu wa baraka, unastahili Mungu wa amani, unastahili Mfalme wa ajabu, unastahili Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tunakutangaza asubuhi ya leo, tunakutangaza Mungu wa baraka, tunakutangaza Mungu wa amani, tunakutangaza uweza wa vyote. Umetamalaki Bwana, umetamalaki Mungu, umetamalaki Mfalme wa amani, umetamalaki kimbilio la maisha, umetamalaki tegemeo la maisha. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunakutukuza asubuhi ya leo Bwana, tunakutukuza asubuhi ya leo Bwana, tunakutangaza asubuhi ya leo Bwana, tunakuhimidi asubuhi ya leo Bwana. Tunasema wewe ni mwema Bwana, tunasema wewe ni mwema Bwana, Mungu usiyeshindwa kwa jambo lolote, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mtakatifu, tunakiri unaweza kwa jina la Yesu, sema amen. Umebarikiwa sana, unaweza pata nafasi ya kuketi. Tunamshukuru Mungu tena kwa kutupatia wewe tena asubuhi nyingine tena njema katika jina la Yesu. Tunapoendelea na mwezi wa pili, Mungu ni mwema kabisa kabisa. Bado nazidi kutangaza kama vile umemaliza mwezi wa kwanza, natangaza ndivyo utakavyomaliza mwezi huu vizuri katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunazidi kuongea kuhusu kuongezeka kwa kanisa ni vita vya kiroho, na adui shetani hataki kabisa kanisa liongezeke, lakini tumebarikiwa kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya mwisho kabla ya Mungu kumfanya mwanadamu aliyoyaongea ni baraka aliyoachilia, akasema
akawabariki na akasema zaeni muongezeke. Haya ni maneno ya maana sana. Baada ya kusema nitamuumba mwanadamu kwa mfano wangu, kwa sura yangu, akatawale samaki baharini, ndege angani, hiyo yote kenye kilifuata ni kwamba akawabariki ili waweze kuzaana waongezeke. Bwana asifiwe. Hiyo inamaanisha ya kwamba mahala popote utajipata unapaswa kuzaana, unapaswa kuongezeka. Bwana asifiwe. Kama hakuna kuzaana, hakuna kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna kuzaana, hakuna kuongezeka. Kwa hivyo inahitajika kwa biashara yako inapaswa kuzaana, na tulisema inapaswa kuzaana. Kuzaana kwa biashara kwako ndio kutasababisha hiyo biashara kuongezeka. Nasi pia tunapaswa kuzaana, sisi wapendwa, katika jina la Yesu. Katika mambo yako yote unapaswa kuzaana ili ukaweze kuongezeka, kwa sababu tumebarikiwa kuzaana, tumebarikiwa na uzazi. Bwana Yesu asifiwe. Tumebarikiwa na uzazi na tunapaswa kuongezeka katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninataka tunaposimama katika kanisa tukisema ya kwamba tunaongea kuhusu kuongezeka mwaka huu, hata na wewe vivyo hivyo, taja hivyo, omba hivyo, ongea hivyo juu ya maisha yako. Uchache sio mzuri. Bwana asifiwe. Nasema usiamini kwa uchache, amini kwa wingi. Ni wakati wewe kutangaza kwamba namtumikia Mungu wa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamtumikia Mungu wa wingi, hatutumikii Mungu wa uchache. Mungu wetu si wa uchache. Mungu wetu ni Mungu wa wingi katika jina la Yesu. Katana na roho ya uchache kwa maisha yako. Katana na roho ya uchache kwa biashara yako. Katana na roho ya uchache katika mambo yako yote. Katana nayo, usikubaliane nayo, sio sawa na wewe katika jina la Yesu. Na ndivyo tunaendelea na maombi katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya kuongezeka kwa kanisa, kwa sababu ya kuendea wenye dhambi. Kwa sababu ya hiyo tunainuka na kuomba ili kanisa likaweze kukua jinsi ambavyo inavyostahili. Kwa hivyo jambo la muhimu ambalo tunalipata hapa ni kukuwa na ufahamu ya kwamba shetani hataki kanisa liongezeke. Hiyo ndio jambo la msingi. Na nilisema shetani hataki biashara yako ipanuke na hataki biashara yako iongezeke. Dawa ni nini? Ni kuzuilia tu customers. Kama kuna line moja unapaswa kudeal nayo kibiashara, ni line ya customers. Hata uwe na bidhaa mzuri namna gani, kama hautakuwa na customers, mambo si sawa. Hata uwe na nyanya nzuri zinametameta vizuri, ziko sawa, kama hautapata mtu wa kununua, nataka kuambia mambo si mzuri. Kwa hivyo anayefanya biashara yako kuwa biashara, nasema ni mteja. Bwana asifiwe. Na njia moja shetani anakuataka kibiashara, kipesa, anaataka kwa line ya customers. Anakuachia customers wachache ambao hawawezi wakapanua biashara yako ama wakainua biashara yako. Ninaomba mwaka huu uongezeke kibiashara kwa jina la Yesu. Ninaomba mwaka huu wateja wa multiply katika jina la Yesu. Mungu aweze kuongeza wateja wako. Kama unaamini, chukua dakika moja, tangaza Bwana, ongeza wateja wangu katika jina la Yesu. Wote wakuzuiliwa, wote wakushikiliwa, tangaza waachiliwe, tangaza waachiliwe, tangaza waachiliwe, tangaza waachiliwe, tangaza waachiliwe. Mahali wameshikiliwa, mahali wamezuiliwa, na tangaza wateja wako kuachiliwa katika jina la Yesu. Na tangaza wateja wako kuachiliwa katika jina la Yesu. Imana adui anajua akishikilia wateja wako, kazi hii haitaongezeka, haitapanuka. Mwaka huu ni mwaka wa wingi katika jina la Yesu. Mwaka huu ni mwaka wa kuongezeka. Kila kitu chako lazima kiongezeke. Tunatangaza kuongezeka, tunatangaza
tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuongezeka. Ilalalabu shalabazanda makatala baba basika rebrusanda rabakatori abakata labazaria rakababa baba sai ikatala baba basai rakamashanda rababosa rikamushanda rakabasaria ribasanda ribasanda rimoko salabazai shekeperezaria makatile azaria. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we serve a God of multiplication. May the Lord multiply you in the mighty name of Jesus. Jeremiah 30 verse number 19. It's a powerful scripture ambayo unapaswa kuweza kuomba nayo. Tunataka kuomba nayo tena asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba and out of them will proceed thanksgiving and the voice of those who rejoice. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani ndizo zinazopaswa kutoka kati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. And the city will be built. I'm sorry. And I will multiply them. Sema, and I will multiply them. Repeat again, and I will multiply you. And I will multiply you. Huyo sio nabii anaongea. Bwana asifiwe. Unajua ni vizuri wakati nabii anatumika na Mungu kuongea na wakati Mungu mwenyewe ndiye anayesimama kuongea. Na hivi ndivyo Mungu anasema, I will multiply you. Hallelujah. Nitakuzidisha, nitakuongeza, nitakujumuisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And already it becomes a promise. Kwa sababu ni yeye amesema, hakuambiwa aseme. Kwa hivyo hii ni promise ya kwamba nitakujumuisha. I will multiply them and they will not be filled in the mighty name of Jesus. Sema sitakuwa chache kwa jina la Yesu. I will not be filled. Makutalusa kapalazanda itarabazanda rabaziria. Nataka tusimame katika maandiko hii. Yesu akasimama akamwambia shetani, imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Na nataka kutangaza, tuseme tuombe jioni asubuhi ya leo. Tutangaza imeandikwa, nitakujumuisha, nitakuongeza katika jina la Yesu. Na mtakuwa wachache, na mtakuwa wachache. Simama, anza kutangaza vile imeandikwa. Simama, anza kutangaza vile imeandikwa kwa biashara yako, kwa maisha yako, chochote kizuri kwa maisha yako. May the Lord multiply. May the Lord multiply your customers. May the Lord multiply your prayers. May the Lord multiply your profit. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ibakushanda rabasaria. Makutanusa kapalaziria. Umesema utatuongeza, utatuzidisha Bwana. Nasimama kutangaza katika anga ya huduma hii katika jina la Yesu. Bwana amesema imeandikwa ya kwamba Bwana unatuzidisha, ya kwamba Bwana unatuzidisha, ya kwamba Bwana unazidisha wamama, unazidisha wazee, unazidisha vijana, unazidisha watoto, unazidisha ewe Bwana, unazidisha ewe Bwana, unazidisha ewe Bwana. Natangaza roho ya kuzidisha. Bwana umeachilia roho ya kuzidisha, upako wa kuzidisha, neema ya kuzidisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
jina la Yesu. 2026 tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuongezeka. Katuna rasanda wikatatarababa shandarabasaya wikabashandarabasika makutalusa kapalazia urabu shandarabasanda wibaba shandarabasa wikatalabasanda 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 makutalusa katalabasaya shikatalabusanda. Wala tutakuwa wachache, wala tutakuwa wachache katika jina la Yesu. Mungu wetu sio Mungu wa uchache, Mungu wetu ni Mungu wa wingi katika jina la Yesu. Roho ya uchache ninailani katika huduma hii, ninailani katika huduma hii, nailani 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 katika huduma hii. Roho ya uchache, roho ya uchache ninailani, ninailani, ninailani asubuhi ya leo, ninailani asubuhi ya leo, ninailani roho ya uchache, ninaikataa, ninaikataa, ninaikataa kwa jina la Yesu. Mbali imeandikwa nitawazidisha, nitawazidisha. Tunatangaza kuzidi, tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuendelea kuongezeka, tunatangaza kuendelea kuzidi katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Tunatangaza kwa maana imeandikwa, tunatangaza kwa maana imeandikwa. Neno lako litarudi bure katika jina la Yesu. Yeremia 30 mstari wa 19, haitarudi bure, haitarudi bure, haitarudi bure, haitarudi bure, haitarudi bure, mbali itafanikiwa, mbali inafanikiwa, mbali inafanikiwa, mbali inafanikiwa. Yeremia 30:19 inafanikiwa katika huduma hii, inafanikiwa katika huduma hii, inafanikiwa kutimiza malengo ya Bwana, kutimiza makusudi ya Bwana, kutimiza mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Inafanikiwa kutimiza katika lile jambo ambalo Bwana amelituma kutimiza katika huduma hii, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ikatalaba, ikatalaba, ikatalaba sana makutalusa kapalazia, ikatatata, ikakasara basada, ikalusaka. Tunaongezeka kwa maana imeandikwa, kwa maana imeandikwa, kwa maana imeandikwa, kwa maana imeandikwa, kwa maana imeandikwa.
nitawazidisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hamtakuwa wachache. Haleluya. Tutasimama kwa hiyo maandiko, kwa sababu hiyo maandiko imebeba mapenzi, makusudi ya Mungu juu ya huduma hii. Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu pande hii mwingine, wacha tuangalie naye ufalme wa giza unasema nini? Maana kila mara Mungu akikutokezea, the next chapter shetani anatokezea. Chapter 2 Mungu anamtokezea nani? Wanadamu. Genesis anaongea na yeye. Chapter 3 shetani anafanya nini? Anatokezea. Bwana asifiwe. Haleluya. Chapter 1 Yesu anawin Judas. Chapter 2 shetani anafanya nini? Anatokezea. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo maisha ilivyo. Chapter 1 Yusufu anatokezewa na Mungu. Chapter 2 ndugu zake wanatokezea. Chapter 1 ni ya Mungu. Chapter 2 shetani lazima akuje. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tumeona mawazo ya Mungu ni kwamba nitawazidisha. Mawazo ya Mungu ni kwamba wala hamtakuwa wachache. Na utaona mwaka huu vile hiyo andiko itafanya kazi hapa, kwa sababu tutaisoma Bwana, tutaitangaza Bwana, kwa sababu lazima itatimia hapa. Na nafurahi kwa sababu pia imeandikwa neno la Mungu halitarudi bure. Hilo neno halitarudi bure hapa. Ngoja utaona vile watu watafurika kanisani. Ngoja utaona vile watu watafuata watu. Jina la Bwana litukuzwe. Kitabu cha Exodus chapter 1 verses number 8. Now there arose up a new king over Egypt who did not know Joseph. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Mungu kusema nitawazidisha, nitawaongeza na hamtakuwa wachache. Baada ya Mungu kuenda amemaliza, shetani akafanya nini? Roho ya kuinuka. Hii nimekufunza kwa maisha yako yote. Kila mara Mungu akiongea, next ujue shetani atakuja kuongea. Hiyo inakwambia kwamba kuna watu wataongea vyema juu yako, kuna watu watafuatilia kuongea vibaya juu yako. Unapaswa kujua hivyo. Mungu akikutokezea seme nitakuinua kibiashara, jipange. Fanya nini? Jipange, maana adui atakuja kuhakikisha hiyo haitafanya nini? Haitatendeka. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anafungua mlango, shetani anakuzuilia usiingie wapi? Kwa huo mlango. That's why Mungu akisema jambo juu ya maisha yako lazima upigane likaweze kutimia katika maisha yako, maana shetani atainuka kupigana na wewe ili lisiweze kutimia juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara tunapoendelea vizuri, tunapofanya vizuri, zipo roho ambazo huinuka kuhakikisha hatuendelee vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na katana na mambo ya biashara, inaenda vizuri, inaenda vibaya, inaenda vizuri, inaenda vibaya. Hiyo sio mpango wa Mungu. Maisha inakuwa mzuri leo, kesho inakuwa mbaya. Leo inakuwa mzuri, kesho inakuwa mbaya. Hiyo sio mpango wa Mungu. Lazima ujifunze kupigana na roho inayoinuka kuvuruga biashara yako. Lazima ujifunze kupigana na roho ya kuinuka kuhakikisha hii biashara haitaenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuambia ya kwamba zipo roho za kuchunga watu wasitoke kwa shida. Zipo roho za kuchunga watu wasitoke kwa shida. Zinaitwa monitoring spirit. Kazi yao ni kuchunga usitoke kwa shida. Na zingine hata ni familiar spirit. These are people who are close to you, people who knows you well, lakini wako pale kuhakikisha usitoke. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima ujifunze kupigana. Ni roho gani hii ambayo imeinuliwa kuhakikisha ninaanguka kibiashara? Roho mara mbili. Roho ya kukumonita usiweze kutoka kwa hiyo shida ambayo uko nayo, na roho ya kukumonita kuhakikisha unatoka kwa hiyo furaha ambayo uko. Zipo roho za kusababisha ukwame na usumbuke mahali pamoja. Zipo roho za kusababisha
maisha. Usitoke kwa kuchanganyikiwa na zipo roho ambazo ziko kazi yao ni kuhakikisha na kutafuta mbinu yote ya kukuleta chini. Biblia inasema katika kitabu cha Luka 22, wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wanatafuta namna ya kumuua Yesu kwa sababu alikuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa hai walikuwa wanatafuta kumuua, wakati alikuwa amekufa walimchoka asifufuke. Wakati alikuwa amewekwa kwa pango amekufa, waliweka askari wachunge asifufuke. Na wakati alikuwa hai walileta watu wa kumuua. Hawataki ukiwa hai, na ukikufa hawataki ufufuke, na ukiwa hai wanataka ukufe. Yani ukiinuliwa wako kuweka bidii uende chini, ukiwa chini wanaweka bidii usitoke hapo. Leo natangaza katika jina la Yesu, leo natangaza katika jina la Yesu, kila roho ambayo imewekwa kukuchonga usitoke kwa maneno, kila roho ambayo imewekwa kukuchonga usitoke kwa hiyo kiwango, katika jina la Yesu ninakuombea utoke na kutoa kwa jina la Yesu, na kutoa kwa jina la Yesu, na kutoa kwa madeni, na kutoa kwa hicho kiwango cha chini, na kutoa kwa hiyo kiwango cha madharau, na kutoa kwa hiyo kiwango katika jina la Yesu. Na ninatangaza kushinda kila roho ya kukuchonga ili usitoke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mapepo ambayo inatafuta kukuangusha mahali yuko asitafaulu, hawatafaulu, 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 hawatafaulu katika jina la Yesu Kristo. Simama tuko mbele yako. Niliishi miaka mingi, karibu 14, na mwanadamu ambaye tangia mwanzo alikuwa anatafuta tu namna ya kuniweka chini. Tuko na watu ambao wako very close to you, na hawa ndio wanatafuta downfall yako. Mungu amesema nitakusitisha, nitakuongeza, nitakupanulia mipaka. Lakini wapendwa, we need to be very careful na watu ambao wako karibu na sisi. Siku hizi tuko na watu wameingiwa na mapepo. Utapata ya kwamba ni bwana yako ndiye anafanya bidii akulete chini, ni bibi yako ndiye anafanya bidii akulete chini. Watu wameingiwa na shetani vibaya tena sana. Niliishi na mtu very close. Kila siku mahesabu yake ni vile nitaweka huyu mtu chini, ni vile nitaweka hiyo huduma chini, ni vile nitaangusha huyu mtu, ni vile nitamharibia jina asiende juu. Nataka kuomba katika jina la Yesu, yeyote aliye karibu na wewe ambaye ni roho ya kukuchunga, kukuondoa chungu, yeyote aliye karibu na wewe anayetafuta namna ya kukuweka chini, natangaza kumuondoa kwa maisha yako, natangaza kumuondoa kwa maisha yako, natangaza hatafanikiwa, natangaza umujue, natangaza umujue, natangaza umujue, natangaza umujue, natangaza umujue, natangaza umujue, natangaza umujue. Aliye karibu na wewe anayetafuta kukuangusha, ninaomba asifanikiwe, ninaomba asifanikiwe, ninaomba asifanikiwe. Yeyote anachofanya rafiki yako, hata kama ni ndugu yako, ni dada yako, ni mume wako, ni mke wako, anayetafuta kukuangusha kibiashara, kukuangusha kimaisha, kukuangusha kivyovyote, nakataa. Hata faulu, hata faulu, hata faulu, hata faulu, hata faulu, hata faulu, hata faulu katika jina la Yesu. Mfalme aliyeinuka kutawala Misri hakuwa anatoka mbali, aliinuka tu kati ya pale penye wana wa Israeli walikuwa. Ninakuombea kwa jina la Yesu, anayetumia mbinu za hali ya juu ya siri kukutoa mahali umefika asifanikiwe.
asifanikiwe, asifanikiwe. Hiyo urafiki ninaiaribu, hiyo urafiki ninaiaribu. Yeyote anayetafuta namna ya kukuleta chini, Mungu amfunue umjue katika jina la Yesu. Dunia ya leo, bwana anaonea bibi wivu, bibi anaonea bwana wivu. Nilikuwa ninaangalia kipindi kingine jana, msichana alinyang'anya mama yake bwana yake. Msichana ananyang'anya mama yake bwana, ananyang'anya mama yake baba yake. Imagine mama analia, msichana yake amemnyang'anya bwana. Dunia imekuwa tofauti wapendwa. We need to be very careful na watu ambao wako karibu na sisi. Percentage kubwa ya wanaume ambao wako jela wamewekwa na wake zao, wamewekwa na watu wa karibu wa kwao, waliwawekelea, wameshika mtoto wakamrepu. Do you know that? Mtu nje anakupeleka jela na kupelekea wapi na kujua, na watu wa karibu wataaminika. Mimi niliishi miaka yote nikiharibiwa jina na mtu wako very close na mimi. Watu walikuwa wanaamini, watu waliishi wakiamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu vingine bwana wako akisema kuhusu watu watafanya nini. Nilichukua muda ndio watu wakuja kujua vile kunaendelea. Bwana asifiwe. Hii kanisa vile ilipasuliwa 2023 ilikuwa imepangwa na mtu ambaye nilikuwa naye kwa nyumba. Bwana asifiwe. Just imagine. Alipangana na mmoja alikuwa hapa ndani. Hao ndio walichora. Bibi yako, bwana yako ndio wanapangana kukuweka chini. Just imagine vile dunia ni mbaya. Malengo ni wakushukisha wapi? Penye umefika juu. Ninaomba tu kwa jina la Yesu, mtu yoyote hapo karibu na wewe anataka kukushukisha chini, penye anataka kukushukisha, ashuke yeye kwa jina la Yesu. Ashuke yeye kwa jina la Yesu. Ashuke yeye kwa jina la Yesu. Wanayekuendea kwa waganga wakushukishe mahali umefika, washuke hapo kwa jina la Yesu. Washuke hapo kwa jina la Yesu. Wanayetaka shukisha ndoa yako, ndoa zao zishuke. Wanayetaka kushukisha kibiashara, washuke chini kwa jina la Yesu. Popote yeyote anataka kukushukisha, natangaza aende hapo katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Niliangalia jana kipindi kingine. Mimi napenda angalia kipindi cha watu ambao wamepitia mabaya, sasa wanaelezea. Mimi nasikiliza hao sana. Nasikiliza mabusu sana. Unaniona hivi vile niko? Nasikiliza mabusu, maana kuna watu wanaenda kwa jela kuwahoji. Na wasikiliza mabusu sana. Ukitaka kuendelea vizuri, sikiliza mtu mwenye alikosea. Sikiliza mtu mwenye amekosea. Mtu ambaye amekosea sana kwa hii biashara, enda umsikilize, atakusaidia. Bwana asifiwe. Watu ambao wamekosea wasikilize, hautakosea. So nilikuwa nasikiliza tena, nikapatana na mwingine. Sasa anaelezea jinsi ambavyo walishikana na mume wake, wakanunua shamba, wakajenga nyumba ya kifahari. Wanawake sijui alienda kufanya nini, akafanya nini, akapeana makaratasi ya nyumba, akapeana vitu yote, na mwishowe mzee akatoroka. Imagine ile struggle yote walikuwa nayo. Wamejenga nyumba, sasa ni kurest. Bibi anaamka asubuhi, anaona watu na masuti wamekuja kufanya nini? Kuchukua nyumba. Anashindwa ni nini? Na si adui yake, ni mume wake. Anaanza kuimagine maisha vile yanabadilishwa. Sikilizeni vipindi, siku hizi mko na simu, muone vile maisha za watu zimebadilika. Maisha ya watu zimebadilishwa vibaya na watu. Kuna watu wamefungwa miaka yote jela kwa sababu tu ya kuwekelewa tu na watu wa nyumbani. Sasa yule mama anapiga hesabu, nimezeeka, sasa nyumba yangu yote mwenye ameniweza ni nani? Ni mume wangu. Tuko na watu wako karibu na wewe. You need to be very careful kwa dunia ya sasa. Nilikwambia jifunze kujua wakati rafiki yako amebadilika kuwa nini? Adui yako. Shida unaendelea kumshikilia na urafiki wa zamani. Na ndio maana nilikupea mfano mzuri huu, nikakwambia kila mara mimi ni mteja wa Gift Mart Supermarket.
tangu ifunguliwe mpaka wale. Mimi siendi kwingine, na mwenyewe wenye wako pale wote wananijua na wanajua mimi ni pastor. Sawa sawa. Lakini nikiingia kwa mlango lazima nifanye nini? Lazima wanicheka. Ninaingia, naenda kwa gari, nakuta nimesahau kitu. Nikirudi bado wananiambia nini? Pastor, acha tukucheka. Saa zingine ni vibaya kuamini mtu na trust ya jana. Ni vizuri upime trust ya leo. Mtu anaweza kuwa mzuri, wewe bado unampima na uzuri wake wa jana, kumbe alibadilika akakuwa mbaya. Nilikupea mfano kwa upande ya siasa. Wanasiasa wanajuaga wakati mtu amekuwa mzuri. Huyo Uhuru Kenyatta, President Ruto, Raila, ukiwaangalia wanajuaga saa zile mtu ni adui na saa zile mtu amekuwa rafiki. Wanajuaga na wanajua kutumia hizo nafasi nzuri. Bwana asifiwe. Namalizia nikisema katika jina la Yesu, Mungu amekusudia mazuri juu yako. Shetani anatumia tu walio karibu na wewe kukuleta chini. Jua wakati mtu amebadilika, hayuko vile alikuwa zamani. Na hii mambo ya kutuambia unamjua na jana, wacha kutuletea hiyo. Mjue na leo. Jua mtu na leo. Mwaka jana kuna vile alikuwa sawa sawa. Nataka kumjua hii mwaka akoje. Maana watu hufanya nini? Watu badilika. Kuna watu jana walikuwa wabaya kwako. Nataka kuambia wengine leo si wabaya kwako. Wengine pia jua wakati wabaya wako wamebadilika kuwa wazuri leo. Maana hiyo ndio maisha tunaishi. Bwana asifiwe. Na ukikuwa mwangalifu wa kujua wale wazuri wa jana, wakati wamebadilika, wamekuwa wabaya, na kuambia ukijua hiyo hautawahi wekwa chini. Kenye kinasababishaga tunawekwa chini kibiashara kwa mambo mengi ni kwa sababu bado tunamwangaliaga na urafiki ya jana. Na kumbe hapa katikati alifanya nini? Hapa katikati alibadilika, akaingiwa na wivu, sasa anatafuta kukuweka chini. Hao waliopasua kanisa ni watu nimekaa nao zaidi ya miaka 10, mwingine hata nimekaa naye zaidi ya miaka 20. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unaendelea kuwashika na urafiki ya zamani. That's very wrong. Ni mzuri pia kujua wakati bibi yako amebadilika. Si makosa. Ni vizuri kujua wakati bwana yako amebadilika. Si makosa. Hata bwana yako ni mtu, hata bibi yako ni mtu, anaweza tumika na shetani. Ni vizuri kujua wakati amefanya nini. Wakati tumeona wamekata wamefanywa mabaya, alafu mtu anasema mimi bwana wangu wako wake mbaya, sijui alibadilika lini. Jua wakati watu wanabadilika. Nasema hivi, ni vizuri ujue wakati watu wako very close to you wamebadilika, wameanza kuwa maadui zako. Ukwe mwangalifu, ujifunze. Mimi huyu aliyekuwa karibu na mimi, kenye kilinisaidia ni ile nilishajua kitambo, huyu ni adui yangu naishi naye. Hiyo ndio ilinisaidia. Akipiga hivi nishajua anapiga hivi. Akipiga hivi nishajua anapiga hivi. Akipanga hivi nishajua anapanga hivi. Zote anapiga hazinipati. Zote anapiga hazinipati. Bwana asifiwe. Saa zingine mtu ananiambia leo usikule chakula. Usikule chakula kabisa kwa hiyo nyumba. Saa zingine naenda even 6 months sikuli. Unaambiwa hapo ukikula unategwa vibaya sana. Amen. Unajua ukishajua hivyo utawapatia kazi ngumu ya kukuleta chini. Bwana asifiwe. Ninakuombea uwajue hao watu mmefanya nao biashara miaka mingi wakiwa wazuri. Na kuombea uwajue wa monitor vizuri. Ndio saa zile anafanya nini? Anabadilika. Hata wewe unafanya nini? Hata wewe unabadilika. Nasema hapa ni kitu kimeumana. Si unaona Yesu alianza na Judas. Si Judas alikuwa mzuri mpaka Yesu akamwamini sana, akamwachia pesa ya nini? Ya huduma. Lakini wakati Judas alibadilika, Yesu alijua. Yesu alisema niko na wanafunzi 12 lakini kamoja ni pepo, kamoja ni shetani. Yesu alijua wakati Judas alibadilika kukua Judas akakuwa shetani. Yesu alijua. Na hiyo kujua kwa Yesu peke yake kulisababisha Judas hautanipeleka vile unataka. Bwana asifiwe. Yesu alipelekana na Petero vizuri sana leo, si ndio? Yesu akamwambia Petero, kesho utaniruka. Ufike kiwango cha kujua huyu ni rafiki yangu, lakini huyu mahali tunaenda ataniruka. Ni vizuri ujue hivyo. Si Mungu akubariki sana. Shika sadaka zako katika jina la Yesu. Umebarikiwa sana. Amen. Baba, katika jina la Yesu
Tunakushukuru kwa sababu ya neema utoaji.